waliweka maboksi kusudi gari likikaguliwa lionekane limebeba maji, lakini ukweli kwamba wale wahamiaji haramu walikuwa wamefichwa kwa nyuma. Wahamiaji hawa na wazungumzia wako idadi yao 64 pamoja na wanaowasafirisha wawili. Majina yao wasafirishaji ni Alois Mvungi, miaka 34. Huyu ni mkazi wa Pasua Moshi, Kilimanjaro, ambaye alikuwa akisaidiwa na Emmanuel Samuel Sambara, miaka 39, mkazi wa Majengo, Moshi, Kilimanjaro. Watuhumiwa hawa wahamiaji haramu hawa wamekamatwa kwa taarifa zilizokuwa nazo jeshi la polisi. Walikuwa wanatolewa mpaka wa Holili kuja kupitia njia yetu mkoa wa Dodoma kuelekea Mbeya, ambako wangeendelea baadaye Afrika ya Kusini. Kutokana na taarifa hizo, na kama mlivyoona tukawatia mbaroni, tumeona pia tuwaite wenzetu wa uhamiaji, kwa sababu nao ni wadau kwenye hili, nao waje washiriki katika zoezi hili la kuweza kujua na kuandaa mashtaka kwenda mahakamani. Kwa hiyo tumeleta waje wenzetu tusaidiane nao baada ya kazi ya jeshi la polisi kufanyika. Kwa hiyo tunaomba, katika tukio hili bado tumewakuta hawa wasafirishaji, tumewakuta na kiasi cha pesa milioni 5,87,500 ambazo walikuwa nazo, pengine za kuweza kuzitumia kwa njia yoyote ile, kama guhonga au vyovyote vile. Lakini mnaona maji haya angeweza yanatumika kama kizuio cha kutoona wahamiaji haramu humo ndani, lakini pia kingeweza yakatumika kwa ajili yao kwa kunywa. Fedha nazozungumzia hapa ni milioni 5,487,500. Hizi zilikuwa na ziko mikononi. Waiko hapa. Hao, ndio hapa. Kiasi hiki cha fedha kilikuwa na hawa dereva na msaidizi wake. Hawa ndio walikuwa na fedha hizi. Hizi zingeweza zikatumika njiani. Niwapongeze askari wangu kwa ujasiri, wakisimamiwa na mkuu wa upelelezi kwa kazi nzuri iliyofanyika, kwamba hizi fedha hazikuwa na manufaa tena barabarani. Lakini pia niwasifu askari wangu wa kizuizi cha Chenene kwamba nao wamefanya kazi nzuri. Fedha hizi nazo hazikuweza kuwa na kazi barabarani. Sasa wito wangu kwa Watanzania, na hasa wakazi wa Dodoma, uhamiaji haramu sasa ni tatizo gumu, ni sugu na ni baya, inaelekea kuwa ni baya katika sura ya dunia. Kwa hiyo waonapo taarifa za wahalifu wa aina hii wanaotumika kubeba wahamiaji haramu, watupe taarifa ili tuweze kuzuia uhalifu wa aina hii. Lakini pia niwaonye wenye vyombo vya usafirishaji